Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katikati ya wilaya ya Hai, eneo la Mjohoroni. Eneo hili ambalo maandalizi makubwa sana yanafanyika kwa ajili ya mkutano wa Injili ambao utafanyika kuanzia tarehe 14 ya mwezi huu, kesho kutwa tu siku ya Ijumaa, mpaka tarehe 16. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel atafanya mkutano wa Injili hapa kwa siku 3 peke yake. Eneo hili ambalo tulipo kwenda Kenya sio mbali sana, lakini kuelekea Arusha sio mbali sana na mikoa mingine. Kwa hiyo ni rahisi sana kufika hapa. Niko na mwana wa Pastor Ezekiel, nabii utukufu kwa Bwana. Yeye ndiye amekuwa mratibu na muandalizi sana wa mikutano hii. Mikutano tumefanya Dar es Salaam, tumefanya Morogoro, tumefanya Mwanza, tumefanya Arusha. Sasa tuko Kilimanjaro. Nilijaribu kumuuliza Pastor Ezekiel ni kwa nini akaja kufanya hapa Kilimanjaro. Akasema yeye hafahamu pia, ni Mungu ndio amemuelekeza hapa. Kwa hiyo tukitaka kuuliza zaidi tumuulize Mungu. Sasa kupitia Mungu mwenyewe tutamuona wapi? Lazima kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, ndio ana maono haya. Nabii utukufu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Uko vizuri? Kabisa. Tunashukuru Mungu. Okay. Yeah. Juzi mzee akasema kidogo hata afya imerudi kidogo, akawa nakutania hivyo. Ni kweli afya imerudi? Kwa kiasi fulani inaweza kawa imerudi kwa sababu ya neema ya Mungu, lakini kubwa sana mimi nasema maombi ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel katika kuombea nchi yetu ya Tanzania, lakini maono mema na mawazo mema aliyonayo juu ya taifa letu. Hiyo inanipa furaha sana. Lakini mimi nikupongeze na pole kwa huduma. Naam, asante. Ukizungumzia miongoni mwa watumishi ambao wamesaga soli kweli kweli, huwezi kuacha kumtaja nabii utukufu kwa Bwana. Wengi wanaweza kusema atakavyosema kwa sababu wana mdomo wa kusema, lakini kwa sisi ambao tunamfahamu utukufu tuna mengi ya kusimulia dhidi yake. Hapa tumekuja kuzungumza kuhusiana na mkutano ambao utafanyika kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 16. Tueleze kwa uchache maandalizi yakoje? Tumeona vyombo vimeshaanza kufungwa, sola kila mahali na vitu kama hivyo. Tunashukuru Mungu kwamba maandalizi yako vizuri, kilinganisha kwamba bado siku 2 mkutano uweze kuanza, lakini sasa unaona majukwaa tayari yameshapanda, unaona vyombo pia vimeshapanda, na hivi si vyombo vya kawaida, ni vyombo vya kimataifa, ni vyombo vyenye hadhi ya kufanya mkutano wa kuanzia pengine watu 500 kuendelea. Kwa hiyo vyombo hivi viko hapa, na uwanja unaweza kuona kwamba hapo nyuma tulipokuja bado uwanja wa kusafishwa kwake kulikuwa kujatanuka kwa kiwango hichi cha sasa. Lakini kwa sasa unaweza kuona kwamba tumeweza kusafisha, uwanja umekuwa ni mkubwa zaidi, na minara mbalimbali imefungwa huko kama ambavyo unaweza ukaona. Lakini pia katika maandalizi haya unaweza kusema kwamba tunashukuru Mungu kwamba mpaka sasa hatuko nyuma ya muda kwenye maandalizi. Unajua nikwambie kitu, mara nyingi sana unaweza ukawa unaandaa tukio kubwa kama hili, lakini ukajikuta kuna vitu vingi wewe uko nyuma ya muda. Na muda ukisha kwa wewe uko nyuma, huwezi kukimbiza muda. Kuna vitu utakuja kushindwa kufanya kwa sababu muda haupo, lakini pengine ungekuwa na muda ungeweza kufanya. Sasa mpaka sasa naweza sema tunamshukuru Mungu kwa sababu moja, hatuko nyuma ya muda. Inawezekana tuko mbele ya muda kidogo. Sababu kufika leo jioni viti vitakuwa vinamwagwa kwenye huu uwanja, pengine kila mahali. Kufika leo jioni unaweza kuona baadhi ya matenti kule tayari, lakini matenti yatakuwa tayari yameshapangwa kwa ajili ya wafanyabiashara, machinga mbalimbali na mambo mengine ya mama ntilie, kwa sababu uwanja huu tayari una watu wanaanza kuja kwenye mkutano huu kuanzia siku ya tarehe 13, kwa maana ya siku ya Alhamisi tumeruhusu watu waanze kuingia uwanjani. Nikukumbushe leo ni siku ya Jumanne leo ni siku ya Jumanne. Kwa hiyo bado Jumatano, Alhamisi watu tutawaruhusu waanze kuingia. Lakini cha ajabu sana ni kujulishe ni kwamba tuna watu wametoka Mwanza tayari tangu wiki iliyopita wako hapa kwa ajili ya kusubiri mkutano. Wengine tumewaelekeza wachukue hoteli mbalimbali hapo Boma kwa ajili ya malazi, huko wakisubiria tarehe 13 ambayo ndio siku ya Alhamisi tutaruhusu watu waingie hapa uwanjani. Lakini pia ni kuambie tu, kuna wengine nasikia mpaka jana usiku wa manane watu wanashuka hapa wakija uwanjani wakijua mkutano tayari umeshaanza. Kwa hiyo
tuko vizuri, maandalizi yako vizuri. Upande wa matangazo unaendelea kwa njia ya televisheni, upande wa matangazo unaendelea kwa mitandao ya kijamii, upande wa matangazo unaendelea kwa upande wa radio, na wewe pia ukiwa mmoja wapo wa watu ambao wanafanya kazi hiyo, na watu timu mbalimbali. Matangazo yanaendelea kwa njia ya PA, tumetoka kuona hapo, na matangazo ya kusimamisha yale mabango, watu wanaweza kuyaona haya yote hata hapo, matangazo ya kubandika, matangazo kupeana vipeperushi na kadhalika. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mpaka sasa tuko kwenye 90.3 hivi. Tumebakisha kama 7 tu kukamilisha mambo yote ya mkutano. Nimeona bwana, huu mkutano kidogo na utofauti na mikutano mingine. Kwanza, nimejaribu kuhesabu hizi speaker hizi. Ni nyingi kuliko zile ambazo tuliwahi kufanya nazo Kisongo, Dar es Salaam na kwingineko. Lakini nimeona kuna sola. Sola kazi yake ni nini na vitu kama hivyo? Labda tuweze kupata ratiba kidogo itakavyokuwa. Na asante sana. Kama ulivyosema awali kwamba uwanja ni uwanja ambao unafikika vizuri kwa sababu iko pembezoni mwa lami, lakini ni eneo ambalo hakuna maendeleo makubwa pengine ya miundombinu. Labda kama umeme naona tayari umeshawekwa, lakini bado haujawaka haya maeneo. Kwa hiyo nafikiri wanaelekea kumalizia hilo. Sasa kwa sababu ya jinsi ambavyo tunajiandaa na mkutano huu, unakusanya watu kutoka mataifa mbalimbali, watu kutoka ndani ya taifa la Tanzania, tumeona kwamba tufunge system solar ambayo itabadilisha mahali hapa usiku kuwa mchana. Wakati wa usiku mtu aone tu ni kama mchana, na iondoe pengine hali ya mtu kufikiria kama ni mahali labda ambako pengine labda kutakuwa na giza usiku na kadhalika. Kwa hiyo hizi solar ni maalum, zimekuja kwa ajili ya kuhudumia mkutano huu wakati wa usiku. Na maombi ya usiku yatakuwepo. Maombi ya usiku ya Pastor Sara tunayakaga live kila wakati. Kwa hiyo inamaanisha kwamba maombi hayo kwa wale wanaobaki uwanjani, maombi ya usiku lazima yawepo ili yaweze kuendelea kuwapa watu neema kwa kile ambacho wanakitamani. Kwa hiyo tuna solar hapa, system solar, lakini pia tumefunga matenki ya maji, baadhi nafikiri umeona kule. Lakini pia kuna vyoo vingine. Kuna ndugu mmoja amejenga nyumba pale ya haraka, pamoja na kujenga vyoo ambavyo vitasaidia watu kuendelea kutumia kipindi cha mkutano, na pengine tutaweka pia na vyoo vingine vya temporary na kadhalika. Kwa hiyo ili eneo lote itakuwa na system solar zaidi ya 50, ambavyo hata tu kifedha wangesema upige mahesabu, nazungumzia mambo ya milioni 20 huko. Kwa hiyo haya maandalizi ya huu mkutano, na kama pia ulivyosema mambo ya vyombo kipindi hichi, hii sound hii hatujawahi kuifunga kwenye mkutano wetu wote. Tangu tumeanza mikutano Tanzania, Morogoro, Mwanza, Biafra, Dar es Salaam pale, Mwanza viwanja vya CCM Kirumba, Arusha viwanja vya Magereza Kisongo, ni mkutano peke yake ambao vyombo vyake ni mara 4 ya vyombo tulivyowahi kutumia, kwa sababu huu ndio mkutano ambao utakuwa una watu wengi kuliko mkutano wowote tuliowahi kufanya hapa nchini kwetu Tanzania. Na hata ukiangalia muitikio wake, namna watu wanatamani ianze, wanatamani iwe ya siku nyingi, wanatamani siku ifike, unaweza kuelewa kwamba uhitaji wa watu ni mkubwa, na kiu ya watu kwa kutambua kwamba wameanza kufahamu ile huduma ambayo Mungu anampa Pastor Ezekiel kuifanya duniani. Kama watu wanatoka Europe, wanatoka wapi kwenda kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel Mombasa nchini Kenya, sasa pia katika bara letu la Afrika na haswa nchini kwetu Tanzania wameanza kuona, kwa sababu watu wamekutana na Pastor Ezekiel wakiwa wagonjwa, wamepona. Watu wamekutana na Pastor Ezekiel wakiwa ni masikini wa kutupwa, maisha yao ya uchumi yamefunguliwa. Kuna watu wamekuwa kiteswa na madhabahu za kwao, madhabahu za familia, roho fulani ambazo haziachilii watu, zinawangangania miaka nenda miaka rudi. Wanapokutana na injili hii na neema hii ambayo Mungu amempa mtumishi wake Pastor Ezekiel, watu wanafunguliwa, watu wanakombolewa. Kwa hiyo unakuta mtu mmoja akifunguliwa anaenda kuleta familia, akifunguliwa anaenda kuleta marafiki zake. Kwa sababu kiukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anatamani kukaa kwenye maisha ya mateso. Lakini pia ni ukweli kwamba hakuna mtu ambaye Mungu amemuumba ili ateseke. Ukiangalia Zaburi 103 pale nasema kwamba roho yake Mungu haipendi kuwatesa wanadamu. Kama ambavyo baba anahurumia watoto wake, ndivyo Mungu anavyowahurumia watoto wake. Lakini pia Zaburi 107 mstari wa 20 anasema kwamba ulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Na hilo neno ambalo Mungu analituma liwaponye watu na liwatoe katika maangamizo, haliwezi kuja kwa njia ya hewa, litakuja kwa njia ya mwanadamu ambaye Mungu amempatia neema hiyo na ameweka hilo neno ndani yake ili likawafungue watu. Naam.
Ukimruhusu Nabii Utukufu hapa atafanya mahubiri na sisi hilo sio lengo letu, lakini nikupongeze kwa unachokisimamia zaidi. Amen. Umewezaje kuwaza hili eneo la Mjohoroni hapa? Usingewaza kuna Moshi mjini pale, kuna uwanja wa wapi? Mashujaa. Kuna uwanja wa chuo cha ushirika. Ulishindwaje kwenda huko ukasema unakuja hapa Kiapa? Asante, swali zuri. Mimi nilishaenda Moshi mjini kuangalia viwanja. Na nilienda mpaka hicho cha chuo cha ushirika, na nikaenda hichi uwanja wa Mashujaa. Vyote vilinipa matatizo ya kujaribu kuwaza kwamba kama nitawaza moyoni nimlete pastor, nimwandalie Pastor Ezekiel mkutano kwenye viwanja hivyo, basi kunaweza tukawa tumefanya jambo ambalo itabidi huo mkutano aidha tuwairishe kabla hatujauanza au siku ya kwanza tukishauanza baada ya hapo tuwairishe, kwa sababu vile viwanja ni vidogo. Nilijaribu uwanja wa chuo cha polisi Moshi, na angalau ndo niliona ni viwanja vikubwa sana, na kwa sababu ya taratibu za kipolisi na usalama wa jeshi letu, wakasema kweli mchungaji, tungeweza kukupatia, lakini kwa hali ya ilivyo haitawezekana. Kwa upendo tuna kwa amani kabisa. Sasa nikaanza kuwaza, ikiwa Mashujaa hakuna, haitoshi, uwanja wa ushirika Moshi pale hautoshi, wapi nitapata eneo ambalo ikiandaliwa mkutano watu wasiwe na wasiwasi kama huo mkutano unaweza ahirishwa siku ya kwanza tu au kabla, kwa sababu ya udogo na ufinyu wa eneo. Kwa sababu unajua kuna vitu vingine, nafikiri kumawahi kutokeaga Moshi watu kukanyagana kwenye mkutano mmoja wa mtumishi wa Mungu mmoja kwa sababu ya ufinyu wa eneo na watu walikuwa wengi. Na kuna vitu vingine vikitokea kama hivyo watu wanaita shetani, watu wanaongea. Lakini vitu vingine ni eneo limezidiwa na wingi wa watu. Sasa kwa sababu hatutamani vitu kama hivyo viweze kutokea, ni vizuri tukua na eneo ambalo inaweza kumudu watu malaki, maelfu, pengine kwa mamilioni pia. Ukiangalia hapa hizi hekari bado zinaenda mpaka huko. Yaani maana yake hata ukisema hizi hekari zote zaidi ya 100 na kitu watu wamejaa, bado tunaweza tukafunga skrini kwa dharura na vyombo kwa dharura kwa upande ule, na watu bado wakaendelea kuhudumiwa na wakapata mkutano. Kutokana na jinsi ambavyo kama ulivyosema awali kwamba agizo la kuja mkoa huu wa Kilimanjaro kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, Mungu ndiye amempatia akiwa kwenye maombi ya kufunga ya siku 40. Ile siku ya tarehe 39 Mungu akamwambia hataenda kwanza Europe ambako kuna mkutano mkubwa anaofanya kule Vienna Europe. Mungu akamwambia mkutano wa kwanza kipenga kitapulizwa Tanzania, Tanzania kitapulizwa Kilimanjaro. Ndio maana tumezingatia kwamba pamoja kwamba eneo hili liko karibu kabisa na mipaka ya Arusha, kati ya mpaka wa Arusha na Kilimanjaro, lakini bado ni Kilimanjaro. Nikawa nataka kutania kukwambia hapa napo hatuombi maombi magumu. Kwa kweli labda niseme nashukuru Mungu sana kwa ajili ya ushirikiano tuliopata kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa kwenye mkoa wa Kilimanjaro, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na mkuu wa wilaya hii ya Hai wametupa ushirikiano mkubwa sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vya mkoa huu wa Kilimanjaro vimetupa ushirikiano mkubwa sana. Lakini pia hata wananchi wenyewe wa maeneo haya na wananchi wa Kilimanjaro kwa ujumla, upendo wao na ukarimu wao na ushirikiano wao ni mkubwa sana kwetu. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hapa kuna maombi mengine tutayaomba. Kwa hiyo kumbe tukipata viongozi wenye hofu ya Mungu, mikutano kama hii inakuwa rahisi. Naam, mikutano kama hii inakuwa rahisi tunapopata viongozi ambao wana hofu ya Mungu. Wakati mwingine kumekuwa kukitokea changamoto kwamba unakuta kiongozi amekalia kiti na ajui kama hicho kiti amekalia ili awahudumie wananchi. Sasa badala ya wahudumie wananchi anaanza kuwaumiza wananchi. Tumepata wakati mwingine unakuta kiongozi anakaa kwenye kiti lakini hajui kwamba
kinachomlipa kwenye hicho kiti ni wale wananchi ambao yeye anapaswa kuwapatia huduma. Sasa anaweza akawa anatoa huduma akifikiri ni hisani, wakati sio hisani, ni wajibu wake yeye kutoa huduma, kwa sababu amekalia kwenye kiti cha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ina wananchi, ina watu. Sasa wengine pia unakuta wanakalia mtu kiti alafu anaanza kuingiza labda mambo ya dini, mambo ya udhehebu kwenye kiti cha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina dini, lakini inaamini kwamba wananchi wake wana dini. Sasa tunashukuru Mungu tunapopata viongozi wenye hofu ya Mungu na kujua wajibu wao katika kukalia vitu walivyokalia. Nakumbuka sentensi moja ni ngumu kuisahau ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Hai hapa. Alisema Mheshimiwa Bomboko. Na ni vizuri ukimtafuta itakuwa vyema sana. Alisema sentensi moja yenye nguvu sana kama kiongozi kwamba inahitajika mkuu wa wilaya tu awe kichaa ndiye aweze kukataa jambo kama hili la amani ya nchi, la Mungu, na kuombea taifa na kuombea wananchi. Yaani kama mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa uhitaji wananchi wako waombewe, unahitajika ifanyike nini kwenye maisha yao? Kwa hiyo sisi tunashukuru Mungu kwamba Kilimanjaro tuna amani, wilaya ya Hai tuna amani, na tunapewa ushirikiano mkubwa sana na serikali ya hapa. Hatujapata bugudha yoyote mpaka sasa, na hata zikitokea changamoto ndogo ndogo unaona jinsi zinavyotatuliwa kwa haraka. Naam. Nabii Tukufu, mimi nikushukuru. Asante sana. Na leo tumekuja tu kwa ajili hiyo kuangalia maandalizi yalivyo. Leo tarehe 11. Yes. Tarehe 12 kesho. Tarehe 13 maana yake Pastor Ezekiel anaingia hapa. Tarehe 14 asubuhi hapa. Kuanzia majira ya saa 2 asubuhi maombi yanaanza hapa. Pastor Sara kisha simama ile anasema tunakusanya au kajona hiyo itakuwepo hapa siku ya Ijumaa, lakini mpaka siku ya Jumapili. Mbarikiwe nyewe wote ambao mnaendelea kujiandaa kutoka mikoa yote ya Tanzania. Na la kuambia watu la muhimu sana ni kwamba hizi neema zinapatikana mara chache sana. Sawa. Haswa utofauti wa huduma ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel. Inawezekana kabisa baada ya mkutano huu Pastor Ezekiel asiwahi pata nafasi ya kufanya mkutano Kilimanjaro hapa Tanzania. Na pengine pia kwa Tanzania akafanya, lakini pengine baada ya miaka 2 mitatu ndiye anafanya mkutano. Kutokana na jinsi ambavyo ukiangalia sasa hivi barani Ulaya kule mikutano ya Pastor Ezekiel ndio imeanza kule. Kule Vienna utaona anaingia, lakini pia anaingia Amerika nafikiri mwezi wa 5, mwezi wa 6 tena anarudi huko. Kwa hiyo Watanzania na wana Afrika kwa ujumla niwaambie kwamba mkutano huu ni wa kipekee sana na usipange kukosa. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu anatusikia Watanzania, naomba uwe unaendelea kuzungumza na Pastor Ezekiel. Mikutano yake mingi hija hapa Tanzania. Sio Mungu huyu tunamuomba. Kwa hiyo huu ujumbe nadhani Pastor Ezekiel atauona. Kwa hiyo Mungu huyu ambaye amemuonyesha aje Kilimanjaro, ndiye atakayemuonyesha twende Sumbawanga, ndiye atakayemuonyesha twende Kigoma, ndiye atakayemuonyesha. Nilikuwa natamani tena mkutano pale Arusha mjini pale. Ni basi tu. Sasa uzuri ni kwamba watu wa Arusha hapa ni karibu. Na kwa mabango iliyoko Arusha na pia iliyoko Arusha. Na naamini kwa jinsi ambavyo watu wa Arusha watakagi mchezo na mambo ya Mungu. Watu wa Arusha wataanza kuingia hapa asubuhi na mapema sana. Bwana mbarikiwe sana. Mimi nimekuja tu kuangalizia maandalizi yalivyo. Vyombo vinafungwa, hali iko shwari, hali ya hewa, na mkutano unakuja wakati pia hali ka hewa kana kamvua kwa mbali na kaubaridi hivi, vumbi hakuna, kwa hali ni shwari. Nikutakia wakati mwema, endelea kutufuatilia zaidi. Mimi ni mwandishi wa Wananchi, nasisitiza kusaga. Kwaheri.